wajadaka ailan, na Mola wako alikukuta kwenye hali ya umasikini, faana, lakini kakukinaisha ukaonekana ni mkwasi, mtu mwenye maisha ya kuridhisha. Sasa wakati huu anakuwa keshapewa utume, ana jukumu la uongozi. Allah akampa wasia tatu, kamkumbusha neema tatu alizomneemesha nazo utotoni, akumbuke hizo na asiwe na masikitiko ya kuona watu wanasema Mola wangu nimemkera, kanichukia. Kakumbushwa neema tatu. Neema tatu: uyatima, upotovu na umasikini. Hivi Allah vyote alimwekea sawa. Kwa hiyo wakati sasa keshakuwa kiongozi, anaongoza jamii kubwa ya watu wengi, akapewa wasia tatu washikamane nazo. Fa amma al-yatima fala taqhar. Sasa wewe ni kiongozi, una mamlaka, hakikisha chini ya uongozi wako asidhalilike mtoto yatima. Fa amma al-yatima fala taqhar haikuwa na maana kwamba Allah anamwambia mayatima wote chukua uwalee kama wewe ulivyolelewa. Ukipita nyumbani watoto yatima wote waje wale kwako, hakuambiwa hivyo. Kaambiwa kwa sababu ya dhamana yake kama kiongozi, basi asimamie vizuri suala la kuhakikisha kwenye eneo analosimamia hadhalilishwe mtoto yatima. Kwa hiyo Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mafunzo mengi ya kuonyesha fadhila za kumlea mtoto yatima. Ni mengi ambayo tunayakuta katika hadithi, lakini hata moja mashuhuri inaweza ikatutosha. Mtume amesema, ana wakafilul yatimi kahataini yawmal qiyama, mimi na mtu yoyote atakayewalea mayatima vizuri tutakuwa jirani kama hivi siku ya Kiyama. Na watu walikuwa wanamthamini Mtume na wanampenda, wanamfuata, wanamwiga katika yale anasema, wanaamini tukamfuata huyu ndo mafanikio yetu. Kwa hiyo mayatima walitunzwa badala ya zamani kuwa wanadhalilishwa na wananyang'anywa mali zao. Wakati wa ujahili mtoto yatima, mtoto mdogo harithi, hata kama baba yake kafa na uchumi mkubwa, mali wanarithi wajanja wenye nguvu, mtoto mdogo harithi. Na wakati huo wa ujahilia mwanamke hana hadhi ya kurithi kwenye mali, yeye mwenyewe ni bidhaa ya kurithiwa. Mtoto wa kike alikuwa mke wa mtu baada ya mumewe kufa, jamaa wa marehemu miongoni mwa mali wanazorithi na yule mke wanamrithi, anayemtaka atamtumia yeye. Sasa kulikuwa kuna mambo ya ovyo, ndio maana Allah akamwambia majukumu yako yatlu alaihim ayati, awasomee watu aya za Allah. Yuko Mola wenu aliyoumba hapa, hamjaja wenyewe. Kwa hiyo Mola wenu anasema hivi, anaamrisha hivi, anakataza hivi. Wakifahamu hilo watabiri vizuri, mabadiliko yatapatikana. La pili, wayuzakihi, mambo mengi wanafanya sivyo kama walivyokuwa katika miamala, masala ya mahusiano, maisha, maeneo mengi wanaharibu. Kuja kwa aya ndiko kulikowapa wao namna ya kuboresha au kubadilisha. Hili halipaswi kufanya hivi na linapaswa lifanye hivi. Kwa hiyo walikuwa wana mila zao na desturi mbaya, zimebadilika na wakareplace hizo kwa zile ambazo wamepewa na dini, wakatakasika. Na la tatu, kwa sababu hawajui kusoma na kuandika, kipaumbele kiwekwa katika elimu. Ndio maana aya za mwanzo walizopewa Mtume zinahimiza kusoma. Aya za suratul Alaq, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Kwa hiyo yeye Mtume ndo awe mwenye kusimamia kisomo katika majukumu yake ya kiutendaji kama kiongozi. Kipaumbele kiwe kwenye elimu. Hawa ndio ummiyun, lakini kipaumbele kiwe elimu, watokane na ile tabia mbaya ambayo ilikuwa inawaua. Kwa hiyo kwenye taifa la watu wasio na kisomo,
ndo wametoka wataalamu wakaustaarabisha ulimwengu mzima, na yeye mwenyewe ambaye kaitwa kwa jina hilo kwenye vitabu vilivyopita ummiyun, ndiye mwalimu aliyeustaarabisha ulimwengu mpaka maendeleo tunayoyaona sasa, ni kwa sababu ya kushuka kwenye mwongozo aliyopewa. Kwa hiyo tunachojifunza kwa kupitia aya hizi, mtu tofauti na mnyama. Hapa pahala palikuwa pana watu wasio na ustaarabu, lakini ndani ya miaka 23 mabadiliko makubwa yakapatikana. Pahala hapa pakawa ndio kitovu cha ustaarabu. Kwenye aya ya 6 ya suratu Shura, Allah amemwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakadhalika auhaina ilaika qur'anan arabiyya litundhira ummal qura wa man hawlaha wa tundhira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Kumesimuliwa simulizi nyingi za umma zilizopita, akaambiwa na wewe kama nilivyotuma wenzako waje walete mabadiliko kwenye jamii zao, waustaarabishe ulimwengu wa mwanadamu. Wakadhalika auhaina ilaika, kwa utaratibu huo na wewe nimekuletea wahi Qur'anan arabia, nimekupa Qur'ani kwa lugha yako ya Kiarabu, na mitume wote aliyowatuma Allah huwatuma kwa lugha yao, kama alivyosema kwenye aya ya 4 ya suratu Ibrahim, wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum, sijatumapo mtume yoyote ila kila mtume ninayemtuma humtuma kwa lugha ya watu wake, humpa kitabu chake kwa lugha ya watu wake. Yani pale ambapo mtume kapewa utume, wale watu wa jamii anayoishi nao, yeye hupewa kitabu chenye mwongozo wa Mungu kwa lugha ya watu wa pale. Huyu ni Mwarabu, bila shaka watu atakaoongea nao ni Waarabu, kapewa kitabu chake kwa lugha ya Kiarabu. Waliopewa vitabu vyao katika taifa la Israeli, wana wa Israeli wamepewa vitabu vyao kwa lugha ya Kiisraeli, na hiyo lugha ya Kiisraeli ina lahaja tofauti. Wana kabila zao 12 na kila kabila wana lugha yao, inatofautiana lahaja. Nikisema lahaja, kwa mfano sisi watu wa Unguja sote tunaongea Kiswahili, au wa Tanzania kwa ujumla, lugha yetu ya taifa Kiswahili, tunaongea Kiswahili. Lakini akiongea Mchaga Kiswahili wasema kama si Rumeru atakuwa, na akisema mtu akae kusini ya Unguja, wallahi unaweza usifahamu, na anaongea Kiswahili, yote maneno ya Kiswahili. Na ukaenda kaskazini ukamsikia mtu watu anazungumza Kiswahili anasema, lakini unaweza usimuelewe kwa sababu ya tofauti ya lugha, na lugha zote duniani ziko hivi. Kwa hiyo Nabii Musa ni mwana wa Israeli, kapewa kitabu cha Taurati, lakini kimekuja kwa lugha ya kabila yake. Nabii Isa ni mwana wa Israeli, kapewa kitabu chake kwa lugha ya watu wake, lakini kimekuja kwa lahaja ya watu wake. Huyu kapewa Kiebrania, huyu Siriania, Daudi kapewa Zaburi yake kwa lugha ya kabila yake. Na mtume wetu anaambiwa nimekupa na wewe kitabu kwa lugha yako wanayoielewa watu wako. Wakadhalika auhaina ilaika Qur'anan arabia, nimekuletea wahi wa kitabu kinachotakiwa kisomwe mara kwa mara kwa lugha ya Kiarabu, lugha yako na watu wako. Litundhira ummal qura, tumia kitabu hichi uwaonye watu wa Maka. Maka ndio inaitwa ummul qura. Wa man haulaha, sio Maka tu, kitabu hichi kinakusudiwa ulimwengu mzima. Anza na hapa Maka pa Waarabu, lakini ujumbe huu ufikishe dunia nzima kwa watu wote. Watundhira yawmal jam'i, tumia kitabu hichi
uwaonye watu kwamba leo wako duniani, lakini wakiondoka kuna siku ya mkutano mkuu, nitakutana nao wote mahala pamoja. La raiba fihi, suala la Mola muumba kukutana na viumbe wake, hii halina utatanishi, halina shaka, lipo tu. Mkijiandaa lipo, msipojiandaa lipo. Sasa hatari itakayotokea siku ya viumbe hukusanywa pamoja wakakutana na muumba wao, wanapigiwa tathmini ya matumizi ya dakika zao chache za duniani. Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Kundi kubwa litakalokuwa limefuata utaratibu, limepatia kwenye utumishi wao, wataenda zao janna, peponi, na kundi jingine lililokosea utaratibu likafanya tofauti na lilivyotakiwa, litakuwa ni la watu wanaoenda motoni. Kwa hiyo kwa ufupi, dunia huwa ina desturi ya kubadilika badilika. Kimsingi, tangu Allah alipoweka ulimwengu wa wanadamu, aliwawekea dini. Binadamu wa kwanza, baba yetu Adam, alikuwa ni mtume, alikuwa ni kiongozi, anawaongoza watoto wake ambao kwa wakati huo ndo umati wake, kwa mwongozo wa Allah aliumba. Lakini katika kizazi cha viumbe sisi, wengine huambiwa, wengine sio, wengine huamini, wengine hukufuru. Akiwepo msimamizi kama huyu, kiongozi mwema anayeongoza kwa mwongozo wa Allah, husimamia utaratibu aliotaka Allah ufanye kazi. Lakini chini ya usimamizi wake hutokea watu wasioridhishwa, wakawa waasi. Akiondoka huyo kiongozi, wale waliokuwa hawakuupenda uongozi wake huleta mabadiliko, wakaharibu kile kizuri kilichowekwa na huyu aliyekuwa anasimamia. Ndio maana wakati mwingine ukafiri unapanda, imani inatoeshwa, na akija mtu mwingine anarejesha imani, ijapokuwa kwa gharama, inakuwa na nguvu imani na ukafiri unadhibitiwa. Ndiyo sababu ya Allah kuwa analeta mitume kila awamu, ila mtume wetu huyu Muhammad ndio wa mwisho. Baada yake hatoletwa mtume mwingine, wala baada ya kitabu chake alichopewa hapatoteremshwa tena kitabu kingine. Zama hizi ni zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ndo mtume wa mwisho, na kitabu alichopewa cha kuongozea ni Qur'ani. Hichi ndo kitabu cha mwisho. Hatutoletewa mtume mwingine wala hatutoletewa kitabu kingine cha mwongozo. Kwa ufupi, historia ya maisha ya mtume wetu, nimesema muda ni mfupi kuzungumza kila kitu, ila nimejaribu kufanya ujumuishi wa kuleta ufupisho. Kaja mtume, kakuta hali katika dunia sio nzuri, upotofu umeshtadi, yeye kaletwa kama ni kiongozi wa kuleta mabadiliko, akawatoa watu kutoka kwenye giza na akawapeleka kwenye nuru. Kawatoa watu katika tabia ya kuabudu viumbe, akawaelekeza kwenye tabia ya kumwabudu Muumba, na hili ndilo linaloitwa Uislamu. Uislamu ni mtu kujitambua, mimi ni makhluk, ni kiumbe, halafu anapaswa atambue yuko Muumba wangu, Khaliku wangu, na hapa sipo bure, ananifuatilia, ananiangalia, na nikiondoka hapa ninarudi kwake siku moja kwa ajili ya hisabu na malipo. Kwa hiyo siku ya kufanyiwa tathmini ya nini nilichokifanya, nataka nikute niko salama, nisije nikaingia hatiani. Huo ndo Uislamu, ndiko kujisalimisha. Na ndio maana nilitangulia mwanzo kusema tunapaswa kumshukuru Mola wetu kwa maneno na vitendo, ili tuwe Waislamu wa kweli. Katumwa mtume kwetu, tunatakiwa tumfuate kile alichokisimamia, kiwemo kwenye maisha yetu ya kila siku. Tusiishie kumsifu tu, tunatakiwa tumfuate na tumtii maagizo yake. Wama arsalna min rasuli illa liyutaa biidhnillah. Allah anasema sijatumapo mtume yoyote mimi bure bure tu, ninamtuma mtume kwa watu ili watu wamtii kwenye yale anayowaagiza kwa idhini ya Allah, idhini yake. Kwa hiyo ili tufanikiwe,
Haitoshi tukajisifia Uislamu tu ambao hauna matendo.